Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunataka kutembea katika neema, hii kitu sio ya kupuuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4. Jambo la 4. Kwenye hili la 4 nataka niongelee tu neema bila kibali. Maana yake nini? Grace without favor. Neema bila kibali. Mtu anaweza kuwa na neema ya Mungu lakini asifurahie kibali cha Mungu, au afurahie kwa uchache sana kibali cha Mungu. Mtu anaweza kuwa na neema ya Mungu lakini asifurahie kibali cha Mungu, au afurahie kwa uchache kibali cha Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mtu huyu anaweza kuwa ni mali ya Mungu lakini apokei vipaumbele vyote vya kuwa mali ya Mungu. Anaweza kuwa, nitumie lugha nyingine, anaweza kuwa ni mtoto wa Mungu lakini afurahie zile privileges za kuwa mtoto wa Mungu. Na hapa ndio tunapishana. Hatupishani kwenye neema ya Mungu, tunapishana kwenye kufurahia kile ambacho kinaambatana na hiyo neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wote walikombolewa kwa neema, waliokolewa kwa neema. Mfano mzuri, walitolewa Misri. Wote walitolewa Misri kama watu wa Mungu kabisa. Na ukiangalia hakuna mahali hata jangwani Mungu alisema hawa sio watu wangu. Kwa bado ni watu wa Mungu. Lakini unagundua kuna mahali walikuwa wanapungukiwa kibali cha Mungu. Kuna mahali walikuwa wanakosa baraka za Mungu. Kuna wakati hao watu wa Mungu hao zilikuja nyoka zikaanza kuwagonga. Mungu hajakana ni watu wake, lakini kuna ulinzi ulipata shida. Na unagundua ulisababishwa nini? Kuna kitu walifanya, kuna makosa, kuna vitu walivimisi, alafu vikaleta shida kwenye maisha yao. Kwa hiyo ni watu wa Mungu, ni wana wa Mungu kabisa, lakini kuna zile privileges za kuwa na Mungu wakaanza kuzimisi. Kwa hiyo unaweza ukawa na neema ya Mungu lakini usipokubali kukua kama ambavyo tumeweka msingi, kuna vitu unaweza ukapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unamwona mtu kama Sauli alichaguliwa kwa neema kabisa. Sauli alichaguliwa kwa neema, lakini kuna mahali alipoteza kibali cha Mungu kupitia maisha yake ya kutokutii. Kwa hiyo neema inatunza mahusiano. Kibali kinaelekeza privileges ndani ya hayo mahusiano. Kinasababisha mtu afurahie vile viambatanishi vya faida na mahusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naeleweka vizuri. Sasa turudi kwenye lile andiko letu la msingi. Kwenye Isaya sura 45. Na ili andiko kimsingi linadhihirisha. Sasa kwa wale ambao tumeshapata huo msingi kuanzia nilipoanza, maana yake ili andiko linadhihirisha neema na kibali cha Mungu. Neema na kibali cha Mungu. Biblia inasema, haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake kupitia neema iliyomchagua: nimekushika mkono wangu wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yako, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, na malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani, nami na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye jina lako, na Mungu wa Israeli. Kwa kutokea kwenye andiko hili unaona neema ya Mungu ambayo ilifunua kibali kikuu cha Mungu kwa mtu anaitwa Koreshi. Amen. Tito 2 mstari wa 11. Tito 2 mstari wa 11. Nitasoma haya maandiko kwa kukazia kile ambacho tumekizungumza, alafu tutakuwa tunaendelea mbele. Anasema, maana neema ya Mungu yaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana yake nini? Maana yake neema inaachiliwa huru
kwa wote, ni ofa kwa kila mtu ambaye anaipokea. Lakini mstari wa 12 anasema nayo yatufundisha. Hapa ndio inaanza ubaguzi sasa. Watakaopokea fundisho, shida inaanzia hapa. Kwa wale watakaopokea fundisho linalotokea kwenye neema na watakaoiacha. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Maana yake neema inaachiliwa kwa wote, alafu fundisho ndio litaamua tutafurahia kibali kwa kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeeleweka vizuri? Sasa tuingie ndani kwenye kibali cha Mungu. Nilikuwa najaribu kukionyesha kibali kikuu cha Mungu kutokea kwenye neema ya Mungu. Tuingie ndani kwenye kibali kikuu cha Mungu. Tunaposema kibali tunaongelea nini? Tutasaidia, kuna maneno mengine ni ya Kiingereza hapa, kwa hiyo tutasaidiana kuyatafsiri. Tunaposema kibali tunaongelea access. Access ni nini? Mpenyo, tunaongelea approval, ruhusa. Approval sio ruhusa. Permission ni ruhusa. Kwa tunaposema kibali, mtaenda ku Google pia. Tunaposema kibali tunaongelea access. Kwa mfano, mlango umefungwa, huwezi kuingia kwenye mlango mpaka uwe na access. Simu imekuwa locked, huwezi kuingia kwenye simu mpaka ujue password. Kwa unapopewa password, maana yake unapewa access. Amen? Lakini approval ni kuruhusiwa. Sasa approval inaweza ikawa ni kitu kubwa zaidi, kwamba hapa hawaruhusi watu wote kuingia wasiohusika. Hata kama mlango haujafungwa, lakini hauruhusi kuingia. Hiyo inaitwa approval. Unajua unaweza ukawa na access hauna approval. Ukiingia kwenye access bila approval unaitwa mwizi. Wale ambao mnaingia kwenye simu za watu bila approval, kwa sababu umeigundua password lakini haujaruhusiwa, hujaambiwa hiyo hapo simu unaruhusiwa kuingia, maana yake umefanya nini? Umetumia access, haujawa na approval. Sasa neema ni access lakini pia na approval, kwamba ninakuruhusu. Kwenye hii nyumba mna access, mmeingia ndani, lakini hauna approval ya kuingia kila mahali. Lakini kuna mahali ukaambiwa, yani popote, master, kila mahali. Wanake wewe sasa umepata kibali zaidi. Sio kila mmoja, wote tunaweza tukawa tunakaa nyumba moja, lakini sio kila mtu ana approval ya kila mahali. Kuna mwingine anaingia popote. Kuna mwingine hapa ilikuwaje ukaingia huko? Inakuwa kesi. Kwa hiyo kibali, tunapoongelea kibali tunaongelea approval. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Tunaweza tukawa tuna access sawa, lakini hatuna approval sawa. Kuna vitu vingine mtu akivifanya Mungu anakuonya. Wewe una approval. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama Sauli. Hili ni moja ya kosa la nani? La Sauli. Kosa la Sauli, alikuwa na access, akaenda zaidi ya access, akajiapprove kutoa sadaka, kufanya kazi ya kuhani. Lakini unaona Daudi pia kuna wakati alifanya kazi ya kuhani, lakini Mungu hakuwa na shida naye. Na hakuwa kuhani, Daudi alikuwa ni mfalme. Maana yake Daudi alikuwa na kibali kikubwa, alikuwa na approval kubwa kuliko Sauli. Na unajua Sauli, ile kitu ilikuwa ndio kitu iliyommaliza. Moja ya vitu vilimmaliza ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni approval, lakini ni permission pia. Permission sasa, approval, ruhusa, hivyo. Na neema, kibali pia ni baraka. Ni baraka, ni experience ya baraka. Unajua baraka ni kitu cha rohoni. Sasa ili uanze ku-experience baraka ya Mungu huko, kinahitajika kibali. Amen? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, neema ni kitu gani. Lakini jambo la pili kwenye kibali ni kitu gani? Kwa jambo la pili napoongelea kibali pia la muhimu kufahamu ni peo mbalimbali za kibali cha Mungu. Dimensions of God's favor. Kuna peo mbalimbali za kibali. Kila mtu aliyeokoka kuna upeo wa kibali ameshawahi kukutana nao. Yaani hakuna mtu ambaye ana neema ya Mungu ambaye hana experience yoyote ya kibali cha Mungu. Kuna kaupeo fulani, kuna ka dimension ka kibali
amekutana nacho. Lakini sasa ziko peo mbalimbali za kibali cha Mungu. Ili tuweze kuelewa hiki kibali kikuu cha Mungu kitagusa maeneo gani kwenye maisha yetu, lazima tuzielewe peo mbalimbali. Naweza nikataja baadhi, nyingine pia unaweza ukazijua kwa kuendelea kujifunza na vitu vyenyewe. Kwa hiyo unaweza ukachukua hiki ambacho tunajifunza kama mtaji. Amen. Kwa hiyo upeo wa kwanza nimeuita kibali kwa Mungu na wanadamu. Kibali kwa Mungu na wanadamu. Upeo wa kwanza, unaweza ukawa na kibali kikuu mbele za Mungu na kibali kikuu mbele za watu. Kibali kwa Mungu na wanadamu. Na hii tunapishana vibali vyetu kwa Mungu na vibali vyetu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 52, Luka 2 mstari wa 52, anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Hili neno kumpendeza kimsingi kinaongelea akapata kibali kwa Mungu na akapata kibali kwa wanadamu. Kwa kuna kitu kinaitwa kibali kwa Mungu. Kibali kwa Mungu. Favor with God. Kibali kwa Mungu. Kibali kwa Mungu hasa tunaongelea nini? Tunaongelea mahusiano na Mungu. Mahusiano na Mungu. Sasa wokovu umetupa kibali kwa Mungu. Imenishate mahusiano na Mungu. Lakini tunahitaji kukua ili kuendelea kuexperience hayo mahusiano na Mungu. Mahusiano na Mungu, lakini access kwa Mungu na uwepo wake. Access kwa Mungu na uwepo wake. Hicho ni kibali kwa Mungu. Au pambani kukutana na uwepo wa Mungu. Una connect haraka. Unajua kuna watu mpaka nyimbo 7 za kuabudu. Alafu ndio unasikia unakuja. Uwepo wa Mungu nilianza kusikia kwa mbali, wimbo ukakata. Lakini kuna watu ambao muda wote unausikia uwepo wa Mungu. Yaani muda, saa yote, sekunde yote unasikia uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake una access kwa Mungu. Una access kwa Mungu. Sasa tuna access kwa Mungu kwa imani. Kwa imani tuna access kwa Mungu. Baada ya wokovu tuna kibali kwa Mungu. Hatuhitaji kupitia kwa mtu, kwa Bikira Maria, kwa yote hatuhitaji kupitia. Tuna access moja kwa moja kwa Mungu. Lakini pia hii inapishana kutokana na namna ambavyo tunahusiana na Mungu. Tunakuwa katika kuhusiana na Mungu. Amen. Lakini pia ni zile approval kwa Mungu. Tunapoongelea kibali kwa Mungu ni kimsingi tunaongelea yale mambo. Approval ya Mungu, permissions, mambo ambayo Mungu anakuruhusu. Sio kila mtu anaruhusiwa kufanya chochote. Na ukikuwa katika hili utaelewa kuna vitu Mungu anaweza akakuruhusu au akakuzuia na mwingine akamruhusu. Kuna watu wanaachiliwa kufanya kila kitu. Ukiona ni kama tu kila kitu unaruhusiwa, cheki vizuri kibali chako kwa Mungu. Yaani unaweza ukaangalia movie masaa yote, yaani wewe ni shwari tu. Unaweza ukasogoa masaa yote, unaweza ukafanya chochote na unaweza tu kawaida. Cheki vizuri. Kuna shida ya kibali. Ukishaanza kibali chako kwa Mungu kianza kuongezeka, kuna restrictions zitaanza kutokea. Lakini kuna ruhusa ambazo utaanza kupewa mtu mwingine hapewi kirahisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali kwa Mungu pia tunaongelea pia baraka. Baraka. Kwa sababu tunaposema baraka tunaongelea ni nguvu ya kuanzisha vitu na kuvimaliza. Hiyo ni moja ya tafsiri ya baraka. Hasa tunapoongelea kwenye hili jambo. Nguvu ya kuanzisha vitu na kuvimaliza. Mtu mwenye kibali cha Mungu, maana yake kitu cha Mungu kikiingia ndani yake anakianzisha na anakiendeleza na anakimaliza. Unajua watu wengi wanadaka vitu vya Mungu lakini wanaishia kati. Anasema kabisa Mungu alinipa hili wazo, Mungu alinipa na akalianza likaishia mahali. Kuna kitu kimepungua, kuna kibali kimepungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiki kibali kikuu ambacho tunakizungumzia kinaanzia kwanza kwenye kuwa na kibali kwa Mungu. Alafu kinakuwa na kupelekea kibali kwa watu. Hapa kwenye kibali cha Mungu, kwa Mungu ndio kwenye msingi.
Kama unaona kibali chako kwa watu kina shida, usipambane kwanza na watu. Rekebisha kwanza kwa Mungu. Kibali cha Mungu kikiachilia, haiwezekani Mungu akupe access, mwanadamu akunyime. Haiwezekani. Haiwezekani Mungu akuheshimu, watu wakudharau. Kuna namna tu, sasa haitatokea ghafla, itaenda inakuwa. Kwa sababu hivi vitu vyote vitaenda ni mchakato wa kukua. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema lakini kwenye Mwanzo 39 mstari wa 21, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa wakuu wa gereza. Kwa hii unaona kibali kwa Mungu kikaelekeza kwenye kitu cha pili, kwenye hii ya kwanza ambayo tumeongelea dimension ya kwanza ya kibali kwa Mungu na kibali kwa watu. Inaitwa kibali kwa watu. Sasa iko hivi, unaweza ukawa na kibali kwa Mungu lakini usiwe na kibali kwa watu kwanza. Kwa sababu lazima kibali kwa Mungu kithibitike ili kianze kufungua kibali kwa watu. Kwa kadri unavyoendelea kukua katika Mungu na ukaanza kufurahia kibali cha Mungu, utaanza kuona pia na kibali chako kwa watu kinaendelea kuongezeka. Usiforce kibali kwa watu. Usilazimishe mambo. Mungu anaweza akafanya watu kukukubali bila juhudi zako zozote. Haimaanishi tusio na juhudi, lakini Mungu anaweza akakuchukua akakuweka ndani ya moyo wa mtu na mambo yakabadilika kabisa. Kuna namna mtu akwepi, hajaangalia sura, hajaangalia uzuri, hajaangalia chochote, lakini Mungu amemkuchukua, amekuweka ndani ya moyo wa mtu. Maana yake kibali kwenye hii ya kwanza, kibali kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye hii dimension ya kwanza ni kibali kwa watu na Mungu. Alafu tumeongelea kibali kwa Mungu, nataka niongelee kidogo kibali kwa watu. Kibali kwa watu maana yake unapata access kwenye mioyo ya watu na vitu vyao. Unapata access. Yaani mwingine wanaweza wakamzuilia vitu vyao, ila wewe hawakuzuilia vitu vyao. Unapata access kwenye mioyo ya watu na vitu vyao. Unapata approval zao. Unapata ruhusa zao. Unapata ofa zao. Unajua Mungu anaweza akaweka kibali kwa mtu. Yaani mtu akaamua kufanya jambo kwako sio kwa sababu una hela. Yaani anaweza mtu akawa na plot anaiuza milioni 10. Ukaenda wewe una milioni 3. Akaenda mwingine ana milioni 10 cash. Akasema moyo wangu umemkubali huyu. Lipa hii 3, nyingine utalipa taratibu. Ndio hii hapa 10, nitaongeza hata 15. Anasema moyo wangu umemkubali huyu. Hicho kinaitwa kibali kwa watu. Mungu anaweza akaachilia. Maisha yanakuwa mepesi Mungu akiachilia kibali kwa watu. Kuna vitu tunapambana navyo. Hivi unajua unaweza ukafikiri una milioni 10 ni hela nyingi kwako, au milioni 1 ni hela nyingi kwako. Kuna mtu milioni 1 ni extra. Yaani hata akiitoa hata feel. Unahitaji tu kibali cha Mungu kwenye moyo wake afanye kitu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali cha Mungu kwenye mioyo ya watu, ndio watu wanaweza akatoka maduka 10, anayavuka maduka 10 anaenda kwenye duka hili. Hata naye wakati mwingine haelewi kwa nini tunaenda kwenye hili duka na wakati kuna maduka haya mengine, kuna biashara hizi zingine zote. Kwa nini ninaenda kwenye hili? Mbona napita biashara nyingi? Kibali cha Mungu kwenye mioyo ya watu. Kuna watu wanasafiri miles kwenda kuabudu kanisa fulani. Usifikiri lile ndio lina Mungu kuliko makanisa mengine. Kibali cha Mungu kwenye mioyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinaweza kufanya watu wakakuamini na wewe mwenyewe unaangalia mbona kama yaani watu kama vile ni kitu mimi kuna vitu unaona kabisa najisikia poa yaani, lakini kuna namna Mungu amekuingiza kwenye moyo wa mtu. Mtu hawezi kukupuuza. Baada ya leo Mungu aanze kutuingiza kwenye moyo wa watu. Na unajua kila unachohitaji kuna mtu anacho. Kuna mtu anaweza akakushika mkono. Umepambana na kazi miaka mingi, kuna mtu ana hizo kazi za kutosha. Manake Mungu anaweza akakuweka ndani ya moyo wa mtu. Mtu hawezi kukupuuza. Yaani hata afanyeje, akijaribu kukupuuza anakuota usiku.
Kamuulize nani yule mfalme nani Ahasuero alivyomwota Mordekai. Yaani haupuuziki. Hadi kwenye ndoto anasema nashindwa kulala. Huyu mtu ni nani? Nileteni mafaili yake. Mungu anaingiza mtu, anakuingiza kwenye moyo wa mtu, kwenye mioyo ya watu wenye maamuzi, watu ambao akisaini kila kitu kimeisha kwenye maisha yako. Mungu anaweza kufanya hicho kitu. Mungu anaweza kuachilia hicho kibali kwenye maisha yetu. Amen. Kwa hiyo kuna hiyo dimension inaitwa kibali kwa watu, lakini usisahau inaanza kwa Mungu alafu inaenda kwa watu. Hii huwezi kuilazimisha. Ukijipendekeza kuna namna watakuchoka. Kuna namna watakuchoka. Hii huwezi kuilazimisha. Unajua unaweza nionekane hivi alafu watu mbona kama amekuwa kituko. Hii haihusiani na ulivaaje kwanza. Sasa haimaanishi kutuvae hivyo vyote, lakini haihusiani na ulivaaje kwanza. Mungu anaweza akakupa kibali kwenye moyo wa mtu, alafu yule mtu akawa hawezi kutulia bila wewe kwa sababu ya kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka watu wa Mungu. Lakini eneo lingine, dimension nyingine ya kibali ni kibali cha kifedha. Kibali cha kifedha. Kibali cha kifedha. Unaweza ukawa na kibali kikuu kwenye eneo la watu. Unaweza pia ukawa na kibali kikuu cha kifedha. Maana yake unapewa access kwa hela. Kuna namna tu unafunguo. Sasa funguo inaweza ikawa na namna nyingi. Funguo inaweza ikawa maarifa. Una maarifa ya namna ya kupata hela. Funguo inaweza ikawa idea. Una ideas namna ya kupata hela. Una funguo, una access kwenye eneo hilo la hela. Inakuwa ni rahisi. Kuna namna tu unafanya vitu, na wakati mwingine kibali kinaweza kufanya mtu hata akajifikiri ni akajisifu, lakini ni kibali. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukaexperience kibali cha Mungu afu ukafikiri tu ndio kawaida. Usipokutana na watu wengine kwenye hilo eneo unaweza ukafikiri ni kawaida. Baadaye ukikutana na watu unasema mbona kama yuko kama nini anafanya kile, na kiwalisia angeweza kuwa na access ya hela kuliko mimi, lakini kuna namna tu naona kama ili eneo mimi nina hivyo. Maana yake kibali cha Mungu kiko kazini. Kuna kibali cha Mungu kwenye eneo la pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akiachilia kibali chake kwenye eneo la pesa, kuna kuwa na wepesi kwenye hilo eneo. Watu wa Mungu tusiishi kama watu wa dunia. Sisi tuko duniani lakini tuna mbingu ambazo zinaweza kutusaidia. Tuna Mungu ambaye anaweza kufungulia kibali kwenye ile eneo la fedha, na tukaanza kufurahia breakthrough, mipenyo ya kifedha kwa namna ambayo sio ya kawaida. Kwa kipo kibali cha Mungu kwenye eneo la fedha. Maana yake inakupa access kwa hela, inakupa approval. Unaruhusiwa kupata hela, approval. Hivi unajua kuna watu hawapati hela kwa sababu kuna mazuio ya kiroho. Kuna kitu kimepungua kwenye maisha yao. Yaani hata yeye mwenyewe anasema hakuna ambacho hiki nilichokifanya mwingine alikifanya akapata hela, mimi nimekifanya kwa namna hiyo hiyo na kuzidi. Hela sio tu matokeo ya bidii, inahitaji kibali cha Mungu. Kuna watu wana bidii kuliko wewe na wapate hela kama wewe. Kuna watu wana bidii, kuna watu wanawekeza, kuna watu wanatumia nguvu nyingi na wapate pesa. Kwa nini? Moja kitu kinafungua milango ya kifedha ni kitu kinaitwa kibali cha Mungu. Amen. Ndio maana hata kwa lile andiko anasema nitakupa hazina za gizani. Maana yake kuna mahali ambako ni sio rahisi, na mali zilizositirika, zilizofichwa. Kuna kibali cha Mungu kinaweza kikatufungulia mali zilizofichwa. Yaani unaweza kuwa unapita tu hapo kila siku na hujui kama hapa kunaweza kuwa na mali na utajiri. Ni kama vile ajiri. Kisima, Biblia haisemi ya kwamba Mungu alichimba kisima. Biblia inasema Mungu alifungua macho yake akaona kisima. Kisima kilikuwepo pale pale, lakini alikuwa hawezi kukiona. Kwa kuna kibali cha Mungu kwenye eneo la fedha, kibali cha kifedha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini eneo lingine ni kibali kwenye eneo la mahusiano. Mahusiano. Kwa sababu kuna kibali kwa watu, lakini kuna kibali cha mahusiano, eneo la mahusiano, kibali ambacho kitasababisha mahusiano. Connection azitafutu kivile, zinatengenezwa na Mungu. Mungu anaweza akaanza kukuconnect na watu. Kwamba kila aina ya mtu unayemtaka kuna namna una connection naye. Hicho ni kibali cha Mungu. Kina aina nyingine ambayo kinaweza kuachilia nini? Connection. Bwana Yesu asifiwe sana.
Naeleweka watu wa Mungu? Nilikuwa ninazungumzia, tulikuwa tumeingia ndani zaidi kwenye eneo la kibali. Kwa jambo la kwanza tukaangalia kibali ni kitu gani. Jambo la pili tukaangalia dimensions za kibali cha Mungu, na tukaona hizo kadhaa ambazo tumeziona. Jambo la tatu, nguvu ya kibali cha Mungu. Nataka niongelee nguvu ya kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini? What can God's favor do to a person? Kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini kwenye maisha ya mtu? Najua kuna baadhi ya vitu ambavyo tumeviongelea, nikiwa naviongelea nitavipita kwa haraka. Kibali cha Mungu kinaweza kufanya nini kwenye maisha ya mtu? Na tunapaswa kufahamu kile ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya kwenye maisha yako, hauwezi kukifanya kwa nguvu zako. Kama unaweza kufanya kwa elimu yako, ni elimu yako. Pesa yako ni pesa yako, uwezo wako ni. Lakini kile ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya kwenye maisha yako, elimu yako haiwezi kufanya. Maana hata wewe mwenyewe ukiangalia unasema hii ni zaidi ya elimu. Hii ni zaidi ya hela nilionayo. Hii ni zaidi ya ujuzi nilionao. Kwa kile ambacho kibali cha Mungu kinaweza kufanya kwenye maisha ya mtu, hauwezi kukinunua kwa fedha yako, kwa elimu yako, kwa ujuzi wako. Kama una afford kwa elimu yako, kama unaweza kuafford kwa hela ulionayo, sio kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kikiwa ni kibali cha Mungu, kitaenda zaidi ya hivyo vitu. Amen. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kufuatilia mafundisho zaidi kupitia simu yako ya mkononi, unaweza ukatuandikia majina yako pamoja na mkoa au nchi uliopo kwa njia ya WhatsApp, na utatutumia kuja kwenye namba 0754711247. Majina yako kwa njia ya WhatsApp kwenda kwenye namba 0754711247. Na baada ya hapo utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp, na utakuwa sasa na uwezo wa kuwatumia watu wengine ukipenda kufanya hivyo. Asante.